Tabia zilizojificha kuhusu kikuku mguuni, maana, mitazamo na ujumbe wake wa siri. Kikuku cha mguuni ni moja ya mapambo ambayo yalikuwepo kwa karne nyingi katika tamaduni mbalimbali duniani. Watu wengi ukiona kama pambo la kawaida tu la kuongeza mvuto na uzuri, lakini katika jamii nyingi kikuku cha mguuni kimekuwa na maana zinazozidi muonekano wa nje, wengine ukihusisha na mtindo wa maisha, tabia binafsi, utambulisho, hata kujiamini na hata ujumbe wa siri ambao wengi ukivaa anaweza kuwa anauwasilisha. Ni muhimu kufahamu kwamba maana hizi hutofautiana kulingana na tamaduni, mazingira na mtazamo wa watu. Hivyo si kila mtu anayekivaa kikuku mguuni ana maana sawa. Moja, huonesha kupenda, kujitofautisha na wengine. Watu wengi wanaovaa kikuku mguuni mara nyingi hupenda kuonekana tofauti na wengine. Hawapendi kufuata kila jambo kama lilivyo kwa watu wengine. Mara nyingi huwa na upande wa ubunifu na hupenda kuongeza kitu cha kipekee kwenye muonekano wao. Mtu wa aina hii anaweza kuwa anataka kusema, mimi nina mtindo wangu binafsi. Hii haimaanishi tabia mbaya wala nzuri, bali ni namna ya mtu kujieleza kupitia mavazi na mapambo. Mbili, huenda ikawa ishara ya kujiamini. Kuna watu huvaa kikuku mguuni kwa sababu kinawafanya wajisikie vizuri na wenye kujiamini zaidi. Kujiamini ni hali ambayo mtu anajikubali alivyo na hana hofu kubwa ya maoni ya wengine. Watu wa aina hii mara nyingi hawaogopi kujaribu vitu vibaya, hupenda kujionyesha upande wao wa ubunifu, ujali zaidi wanavyojisikia kuliko hukumu za watu. Tatu, katika baadhi ya tamaduni ni ishara ya urembo wa kike. Katika maeneo mbalimbali duniani, hasa baadhi ya sehemu za Asia na Afrika, kikuku cha miguu kilikuwa ni sehemu ya mapambo ya mwanamke kwa muda mrefu. Katika baadhi ya jamii kilitumika kwenye sherehe, kilivaliwa wakati wa ndoa, kilihusishwa na mvuto na uzuri. Hapa kilikuwa zaidi katika sehemu ya utamaduni kuliko tabia iliyojificha. Nne, huwezi kuonyesha mtu anayependa uhuru. Baadhi ya watu wanaopendelea mapambo yaliyo ya kawaida huonekana kuwa na tabia ya kupenda uhuru katika maisha yao. Mara nyingi watu hawa hupenda kufanya maamuzi yao binafsi, hawapendi kubanwa sana na kanuni, hupenda maisha yenye uzoefu mpya. Lakini hili si sheria ya moja kwa moja, ni mtazamo unaweza kuonekana kwa baadhi ya watu. Tano, wengine hutumia kama kumbukumbu yenye hisia. Kikuku si lazima kiwe mapambo tu. Wengine ukivaa kwa sababu kina thamani ya kihisia. Mfano, zawadi kutoka kwa mtu muhimu, kumbukumbu ya safari, ishara ya hatua fulani muhimu maishani. Kwa mtu huyo kikuku kinaweza kuwa na hadithi ambayo watu wengi hawaioni. Sita, kuna imani ya siri katika baadhi ya jamii. Katika sehemu mbalimbali kuna imani zinazohusisha vikuku na nguvu za kiroho au bahati. Baadhi ya watu huamini vinaweza kuwavutia bahati, kuzuia nguvu hasi, kulinda dhidi ya usda. Hizi ni imani za kitamaduni na kiimani ambazo hutofautiana kati ya jamii na jamii. Saba, watu wengi ukikosea tafsiri. Kuna tabia baadhi ya watu kuunganisha moja kwa moja kikuku mguuni ni tabia fulani ya kimapenzi au maisha ya mtu. Ukweli ni kwamba mara nyingi hii inaweza kuwa tafsiri ya haraka isiyo sahihi. Mtu anaweza kuvaa kikuku kwa sababu kinapendeza, kimefuata mtindo wa mavazi, amepewa zawadi, anapenda tu mapambo. Hivyo si sahihi kubumba maneno kwa mtu mwingine au kumuhisi vibaya. Hitimisho, kikuku mguuni ni zaidi ya pambo la kawaida kwa watu wengi. Kinaweza kuwa na ishara ya mtindo wa kujiamini, uhuru, kumbukumbu au sehemu ya utamaduni. Lakini jambo muhimu zaidi ni kutambua kwamba tabia ya mtu haiwezi kutafsiriwa kikamilifu kupitia kitu anachokivaa. Mara nyingi siri kubwa haiko kwenye kikuku chenyewe, ipo kwenye sababu iliyomfanya mtu akivae. Mitazamo hasi inayotafsiriwa na kikuku mguuni katika baadhi ya jamii. Kikuku mguuni ni pambo ambalo kwa watu wengi ni ishara ya urembo na mtindo wa maisha, lakini katika baadhi ya jamii na mazingira,
imekuwa kikipewa tafsiri tofauti, nyingine zikiwa hasi. Mara nyingi tafsiri hizo hutokana na mila, historia au maoni ya jamii. Moja, huhusishwa na kutafuta au kuvutia umakini kupita kiasi. Baadhi ya watu huamini kuwa kuvaa kikuku mguuni ni njia ya kutaka macho ya watu yaelekezwe zaidi kwa mwenye kukivaa. Katika mtazamo huu, watu husema mtu hupenda kuonekana sana, hupenda kusifiwa mara kwa mara, hupenda kuwa na kitovu cha mazungumzo. Lakini hili ni mtazamo wa baadhi ya watu, si tabia ya kila anayekivaa. Mbili, huhukumiwa kuwa mtu anayependa maisha ya starehe kupita kiasi. Katika mazingira mengine, mapambo fulani huonekana kama ishara ya mtu anayejali muonekano zaidi kuliko mambo mengine. Wengine wanaweza kufikiria anafuata sana mitindo, anapenda maisha ya anasa, hupendelea kuonekana kuliko uhalisia. Tatu, huwezi kusababisha tafsiri za haraka zisizo sahihi. Changamoto kubwa ni kwamba watu wengine hupenda hitimisho kuhusu tabia ya mtu kwa kuangalia muonekano tu, mfano kumhukumu kabla ya kumjua, kuunganisha mapambo na tabia, kutengeneza picha ya mtu bila ushahidi. Nne, huhusishwa na kuvunja mila katika baadhi ya sehemu. Katika baadhi ya jamii, mapambo yasiyoelezeka yanaweza kuonekana kama kuacha desturi za zamani. Baadhi ya wazee au jamii huweza kuona mabadiliko makubwa ya utamaduni, kuiga tamaduni za nje, kupungua kwa maadili ya zamani. Hitimisho, mara nyingi tabia hasi zinahusishwa na kikuku mguuni ni mtazamo ya watu, si sheria ya maisha. Pambo moja haliwezi kueleza tabia, maadili au utu wa watu. Mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante na muwe na siku njema. Endelea kunifuatilia. Drop comment hapo chini kisha kushare kwa wengine. Pia usisahau kulike. Ni mimi Daudi Michael niliyekuletea makala hayo. Kwa makala mengine usisahau kusubscribe channel yetu ya YouTube ili kuwa kwanza kupata updates mbalimbali. Asante na muwe na siku njema yenye baraka.